Yesu, inua, 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 rukia, 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 rukia. Ega sai kai toga sai Ema vena mami tango tira Osai kai toga sai Ema vena mami tango Eto abate Eto ikaragena koro derue Inua Yesu dore Eto Osai 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 Iduana Eneto inage sayundi Eto ina Luka kisayundi Eto rogage sayundi Eto rogage sayundi Wapi makofi ya president Sule 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 Wana wa mberi bayaye Wana wa mberi Wana wa mberi ni seko Wana wa mberi bayaye Wana wa mberi Wana wa mberi ni Yesu Wana wa mberi 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 presidenti Wana wa mberi 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 Kilimanjaro Wana wa mberi Wana wa mberi ni Yesu Wana wa mberi Wansu mbiri kamata Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tukae chini. Nafasi hii ni nafasi muhimu sana, maana ni wakati ambapo unafaa sana kusikiza sauti ya Mungu. Tujue Mungu anatuambia nini, na ni vizuri tufungue roho zetu tukaweza kusikiza Mungu anatuambia nini katika kongamano hili letu ambaye ni la kufungua AIPCK Nairobi Archdiocese. Jina langu naitwa Archbishop Daktari David Gatimo wa kanisa hili letu la AIPCK. Kwa kirefu inaitwa African Independent Pentecost Church of Kenya. Hatujawahi kuwa na Nairobi Archdiocese tangu kanisa hili lilianzisha mwaka wa 1922. Lakini kwa sasa Mungu ameweka maono ndani yangu na viongozi wa kanisa hili ya kwamba ni vizuri tukuje katika mji mkuu wa Jamhuri yetu ya Kenya, tuwe na ofisi yetu huko, tuwe na kanisa kubwa, hekalu kubwa, tuwe na conference facility,
mahali vijana wetu wanaweza kutana, mahali kanisa linaweza kumwabudu Mungu tukiangusha mapepo yote. Wakati mwingine tunaona inavamia mji wetu wa Nairobi, maana kuna vitu inafanyika hapa Nairobi, tunaona mali inaharibiwa. Tunaona wakati mwingine watu wanakuwa na roho nyingine wanainuka, na unajua ya kwamba hakuna mamlaka inatoka mahali pengine isipokuwa kwa Mungu. Sisi kazi yetu ni kuombea serikali yetu, kuombea serikali iliyoko, kuombea rais wetu. Kila wakati ndio kazi yetu ya kuombea wananchi wetu tuwe na amani. Na tungepanda kuwa na madhabahu hapa Nairobi. Ndio sababu tuko hapa siku ya leo, tumekusanyika. Rais wetu mpendwa, ndio sababu tuko hapa siku ya leo kuzindua. Hata kama hatuna mahali tayari, najua Mungu akikutumia, maana dunia hii yote ni ya Mungu na Kenya hii ni ya Mungu. Mungu akitumia, kwa sababu ile kazi imefanya ni kubwa sana, hata kutuwezesha kufika hapa. Hiyo yote, with God all things are possible. Wewe mwenyewe unampenda Mungu, unamcha Mungu, na tunakuombea kwa sababu mahali umefika, Your Excellency sir, ni maombi ambao sisi tunaomba. Nchi yetu mahali imefika ni kwa sababu ya maombi. Tunamweka Mungu wetu mbele. Basi bila kupoteza muda, kabla hujafika saa, tulikuwa tumesoma somo la kwanza na la pili. Tukasoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 45 hadi 49. Na tukasoma injili yetu katika kitabu cha Luka 14 mstari wa 28 hadi 32. Kichwa cha ujumbe wa siku ya leo ni kutimiza maono yako. Kila mmoja ana maono, na bila kuongozwa na Mungu na bila kujipanga vizuri haiwezi. Maono ndiyo maendeleo. Hata kanisani tunakuwa na maono. Ni vizuri kila mmoja anakuwa na maono. Najua hata rais wetu ako na maono makubwa katika nchi yetu. Tumeona tayari mambo yanayotendeka makubwa. Najua ni maono ambaye Mungu ampatia, anajaribu kukamilisha na atakamilisha. Kuna hatua 5 ambazo nataka kuongea juu yake za kuweza kufikia maono yako. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba katika kitabu cha Methali 29 mstari wa 18, mahali ambapo hakuna maono watu wanaangamia. Na ndipo nataka niseme hatua ya kwanza ni mzuri kila mmoja kuwa na maono. Kuwa na ndoto yako. Usiishi tu bila kuwa na maono. Daudi, mahali tusoma katika kitabu cha Samueli 17 mstari wa 45 mpaka 49, inaongea juu ya Daudi kabla hajakuwa mfalme. Alienda kutembelea ndugu zake mahali kulikuwa na vita. Akaacha mbuzi za baba yake. Alipofika huko akakuta kuna jitu moja binadamu ambaye alikuwa anaitwa Goliathi. Na Goliathi alikuwa anawakejeli wana wa Mungu wa Israeli. Anajitokeza, anauliza kama kuna mtu ambaye anaweza pigana na yeye. Alipoona vile Mungu anatukanwa na watu wake wanatukanwa,
akajisikia ako na ujasiri, akawa na maono ya kuweza kujitokeza na kupigana na huyu jitu ambaye anaitwa Goliathi.